Katika kitabu cha Mwanzo, Mzee Benjamin ametusomea vizuri sana. Naomba tuweze kusoma tena katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2, tunasoma mstari wa 24. Neno la Bwana linasema hivi: kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, na hao watakuwa mwili mmoja. Mwanaume ambaye ni baraka leo, kwamba baraka, unamwacha baba na mama, nawe unaambatana na Veronica. Imekaa sawa? Unatuhakikishia kwamba unawaacha kabisa. Wazazi anawaacha huyu. Mko tayari? Bwana mnasita. Mko tayari awache? Mama anasema kwa kusikitika kabisa, tuko tayari. Haya, ngoja niwaulize wazazi wa Veronica. Biblia imeandikwa katika mfumo dume. Ningekuwa siku ya leo, wangeandika pia kwamba mwanamke atamwacha baba na mama, naye ataambatana na mkewe. Na leo ni Veronica atamwacha baba na mama. Kila kiumbe alichokuwa ameangalia, au niseme kila mnyama aliyekuwa anamwangalia, kulikuwa dume na jike. Akaangalia ng'ombe, akaona kuna dume na kuna jike pia. Akaangalia mbuzi vivyo hivyo, akaangalia kondoo vivyo hivyo, akaangalia swala vivyo hivyo. Lakini alipokuwa amejiangalia yeye mwenyewe, akaona ni dume tu. Na pia akaona kuna kitu ambacho kimepungua. Kuna kitu ambacho kimepungua. Unajua Adam lilikuwa ni pande la baba. Tunamwona rafiki yetu kama ni pande la baba, lakini ungekutana na Adam ungekimbia. Kwa sababu Adam alikuwa ni mita 5 urefu. Kwa hiyo angekuwa hapa, ili jengo ili asingesimama hapa. Ibidi mtoboe mahali fulani ili kichwa chake kiweze kuwa kule juu. Na sasa huyu Adam, mtu mwenye umbo refu namna hiyo, mwenye umbo zuri kubwa, amekuwa mpweke. Kwa sababu gani ameona amekuwa mpweke? Ni kwa sababu hakuna mtu wa kufanana naye. Na ndipo Mungu akampa usingizi, na alipokuwa amempa usingizi, akamtengeneza Hawa. Na alipokuwa amemtengeneza Hawa anapotoka, Adam anasema kwamba sasa huyu atakuwa ni mifupa katika mifupa yangu, na huyo ni nyama katika nyama yangu, naye ataitwa nani? Ataitwa mwanamke, kwa sababu ametwaliwa kutoka kwa mwanaume. Hii ndilo shairi la kwanza la mapenzi duniani.